Awali ya yote napenda nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufika siku hii ya leo, siku maalum kabisa ambayo tumeitenga kwa ajili ya ndugu zetu, mama zetu, baba zetu, wadogo zetu wenye mahitaji ya vifaa saidizi. Na siku ya leo kama waliotangulia walivyosema, ni siku ambayo tutapata nafasi ya kuchukua vipimo vya kila mmoja wenu, na baadaye itatengenezwa miguu kutokana na kipimo chako ili sikuletee tabu baadaye. Kwa kila mmoja atapata nafasi ya kupimwa siku ya leo. Nataka nianze hotuba yangu fupi kabisa kwa shukrani. Nataka niwashukuru sana uongozi wa hospitali ya mkoa chini ya mganga mfawidhi, lakini kushukuru sana pia ndugu yangu Mwakasege Dokta kwa ushirikiano mkubwa mliotoa katika ofisi yangu ya mbunge wakati wa kuratibu zoezi hili mpaka kufikia siku ya leo ambapo tutaanza rasmi zoezi la kuwapima wahitaji wa vifaa saidizi. Lakini pia kipekee kabisa niwashukuru sana ndugu zangu wa Kamal na People Empowerment Foundation kwa mchango wenu mkubwa wa kuona haja ya kuja kuwasaidia wahitaji wa hapa Dodoma. Walinialika mwaka jana, nilikuwa mgeni rasmi pale Dar es Salaam kugawa vifaa saidizi, lakini nikawaambia kwamba sasa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli amefanya maamuzi ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu. Hivyo lazima baadhi ya huduma pia na Dodoma zipatikane, ikiwemo hii ya vifaa saidizi. Kwa niliwaomba, bahati nzuri walinikubalia na leo wako hapa, na idadi ya ninyi mliopo hapa ni chache kuliko miguu iliyopo. Kwa niwaombe muendelee kuwahimiza wengine wote ambao wako majumbani hawajapata nafasi hii na fursa hii waje wapate vipimo. Huduma hii ni bure, hakuna mtu yoyote atakayetozwa hata shilingi moja. Ni huduma ya bure. Tumeileta kwa sababu serikali yetu ya awamu ya 5 inawajali watu wenye ulemavu na watu wenye mahitaji, na njia pekee ni kuwarejeshea furaha. Na mimi moja kati ya kazi ambazo wanapenda kuzifanya ni zile za kurejesha matumaini kwa watu. Wamesema hapa watu wengi wao wanafikiri ukishapata ulemavu basi ndio mwisho wa maisha na anakata tamaa. Nataka niwatie moyo leo, kama yule aliyeweza kupanda mlima mrefu duniani, na ninyi pia mna uwezo kufanya jambo lingine kubwa. Na ndio maana siku ya leo baada ya kupimwa mtatengenezewa miguu ya bandia, na tunaamini kabisa itakusaidieni kufanya shughuli mbalimbali. Na hiyo ndio kiu yangu mimi kama kiongozi wenu, kuona na kuwa sehemu ya kusaidia changamoto zinazokabili wananchi katika eneo langu. Lakini huduma hii haishii kwa wananchi wa jimbo la Dodoma mjini tu. Tumeisema ni ya mkoa mzima na hata mikoa ya jirani ambao wanaweza kuja kupata fursa hii. Kwa sababu lengo hapa ni kuwahudumia watu bila kujali anatoka wapi. Natamani kuona furaha za watu. Kwa mimi na ninyi pia mtakuwa mabalozi wazuri ili tuwasaidie na wale wenzetu ambao hawajapata taarifa, sababu zoezi hili litafanyika leo na kesho, zoezi la upimaji, ili basi wale ambao hawajapata nafasi ya kuja leo kesho waweze kushiriki. Nimepokea simu za watu zaidi ya 3 ambao wanatoka Kigoma, mwingine anatoka Morogoro na wengine wanatoka Iringa. Nafikiri wenyewe wataingia leo, lakini waliona tangazo kwa sababu ya umbali, wenyewe wataingia leo. Kwa bado tunawakaribisha watu wa maeneo tofauti tofauti kuja kupata vipimo. Na kama nilivyosema, ndugu zetu hawa Kamal wanafanya kazi kwa miaka 5 hivi sasa,
nikushukuru sana, unipelekea salamu zangu kwa bodi nzima kwa kazi kubwa mnayofanya, kazi ya kimungu ya kuhudumia watu wenye mahitaji, na naamini kabisa Mwenyezi Mungu ataendelea kuwabariki. Hapa mnapofanya hivi awazidishie, aendelee kuwapa baraka, kwa sababu mnagusa maisha ya watu, mnatatua changamoto za watu. Naamini hapa leo mkishapimwa watakaopata vifaa saidizi hivi, kama kuna jambo ulikuwa uwezi kulifanya, baada ya kupata kifaa hichi utaweza kulifanya, kwa sababu kama alivyosema, kama mtu aliweza kupanda mlima mrefu kabisa, manake huyu ni sawa sawa na mtu mwingine yote ambaye hajapata matatizo. Kwa na imani yangu kubwa ni kwamba mtaendelea shughuli zenu vizuri, kifaa hichi kitawasaidia ili muendelee na majukumu yenu kadri ya vile ambavyo kila mmoja atawiwa kufanya. Lakini kipekee kabisa, ndugu yangu Samia, najua utakuwa umesahau, lakini niliwahi kukuomba msaada kabla ya kundi hili kubwa na ulinisaidia. Siku moja nilikwenda hospitali Benjamin Mkapa, nikamkuta mtoto mmoja anaitwa Christopher, alikuwa anaumwa, ikafikia maamuzi ya kumkata mguu. Christopher alilia sana siku hiyo, lakini nilipofika nikamtia matumaini, nikamwambia usilie, tutakusaidia, utatembea vizuri na utaendelea kusoma. Alikuwa anatokea kijiji cha wilaya ya Bahi. Kwa nimemtoa hivi sasa Bahi, yuko anasoma shule ya Fountain Gate English Medium, na nilikuomba mguu ule wa bandia ulinisaidia na ameutumia mpaka hivi sasa, na leo yuko hapa Christopher kwa ajili ya kumpima tena apate mguu mwingine. Christopher uko wapi? Uko mbali Christopher. Asante Christopher. Nimemtoa shuleni leo ili aje apimwe na yeye. Lakini pia kuna mama mwingine ulinisaidia, Mrs. Hemedi, upo? Ndio. Pia na yeye alikuwa ni sehemu ya wanufaika. Kwa nakushukuru sana kwa kuendelea kujali. Na sisi wananchi wa Dodoma kwa niaba yao tutaendelea kuwaombea sana, Mungu awabariki. Na bila kupoteza muda nitamke rasmi tu kwamba zoezi la upimaji kambi maalum katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma nimelizindua rasmi. Asanteni sana na watakia kila la heri. Mungu awabariki sana. Sisi kama wa Wizara ya Afya ambao tunasimamia kurudisha afya za Watanzania na watu wote kwa ujumla duniani kote, tunashukuru sana mchango ambao mbunge wetu umekuwa ukiutoa. Dodoma sisi tunajivunia sana uwepo wako, na labda nisije nikaongea mengine nikasahau, lakini hizi salamu nitazifikisha pia kwa waziri wetu Wizara ya Afya, mama yetu Mwalimu, pia na naibu waziri Dr. Dugurile, pamoja na katibu mkuu Wizara ya Afya na wote ambao wakurugenzi ambao katika sekta ya afya. Nitafikisha hizi salamu kwa jinsi ambao mkoa umekuwa ukitubeba, hasa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma umekuwa ukitusaidia pakubwa sana. Na sio kwamba hospitali, tunaona hata kule kwingine tumejidhihirishia. Serikali ya awamu ya 5 yenyewe mara nyingi hampendi kuongea sana, mnafanya vitendo zaidi, tunajionea, tunaona mambo makubwa yanatokea. Ukizunguka ile Dodoma ile ya miaka minne kabla ya sasa hivi, unaweza kama ulikuwa haupo, ulitoka kipindi kile ukaja leo ukasema sijaja Dodoma, niko kwingine. Ukija hata katika sehemu zetu ambazo tunatoa huduma za afya, mambo yanazikwa kuimarika siku hadi siku. Nakumbuka hapo nyuma ulishakuja kutusaidia hapa kwenye jengo letu la watoto wale Vinjiti, mfanya mambo makubwa sana. Mambo mengine nyewe labda myaoni, sisi tunaona. Unajua hata wacheza mpira ukitaka waone vizuri, yule ambaye unayeshangilia huko nje ndio tunaona jinsi wanavyocheza mpira. Wale nyewe mnaweza kukaa na ucheza muone zaidi, sisi hivi tutajionea kwa sababu tutajaribu na kulinganisha. Tuwashukuru sana, lakini tunashukuru sana kama grupu kwa msaada wenu ambao pia mmefanya kwa kuwajali hawa wahitaji. Na lile ambalo kuna mara nyingi MC hapa anasema mimi ni mwanamuziki, lakini muziki wangu
ni wa kuwaombea wale wahitaji. Na nyie na mimi nimeona mmechagua pumziko ambalo liko sahihi kabisa. Mtu alisema ukitaka kupumzika kwa raha hapa duniani, usaidie wale wanaohitaji. Wale wahitaji ukiona umewasaidia na wamerudi katika hali zao za kawaida, ndio hapo utakuwa umepumzika pale kabisa, ambao Mungu kwa anasema hapa leo nimepumzika. Ni baada tu ya kusaidia wale wahitaji. Kama hujafanya hilo bado utakuwa hujapumzika. Lakini kwa wale ambao mmepoteza viungo vyenu, na bahati nzuri ni watoe tu hofu. Kwa siku hizi kuna watu ambao wana viungo saidizi. Viungo vyao viko imara na ni vizuri zaidi na vinafanya kazi nzuri zaidi kuliko hata wale wengine ambao wana viungo vyao ambao walikuwa wazaliwa navyo. Kwa hiyo tuwatoe wasiwasi, wataalamu bahati nzuri wapo, wataweza kuwasaidia na tutarudi katika hali zetu za kawaida na tutarudi katika utendaji kazi wetu. Walikuwa wanatolea kupanda mlima Everest huko. Ni mlima mrefu kuliko yote milima Afrika. Lakini wakati mwingine sisi kama Watanzania na wakazi wa Dodoma tunataka sasa sisi kupanda milima yetu, mlima Everest, ni kurudia kufanya shughuli zetu zile ambazo tulikuwa tunazifanya awali kabla hatujapoteza viungo vyetu. Kwa hiyo tuna imani kabisa wote hapa tutakapoondoka, huduma ambayo tutakuja itolee, tunaitegemea iwarudishe mkarudi kama mlivyokuwa pale mwanzo. Na tunaomba Mungu azidi kuwabariki, abariki wale wataalamu wetu, lakini azidi kuibariki serikali yetu ya awamu ya 5. Pia mheshimiwa, tunaomba tutufikishie salamu zetu kwa mzee kwa namba 1. Mwambie sisi tunashukuru sana. Tumejionea mambo yanazidi kutokea siku hadi siku. Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli, mwambie sisi tuko pamoja naye. Alisema hata tuangusha, lakini sasa sisi tuko wengi, nadhani sisi hatutamwangusha. Kwa pamoja tutasonga mbele. Kwa niaba ya makampuni ya viwanda vya Kamali na chama cha kuwezesha watu ambacho kinawezeshwa na kundi la makampuni ya Kamali, natanguliza shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kuwa neema kwa tafrija hii. Tumekuwa tukifanya programu ya kutoa miguu bandia kwa miaka 5 hadi sasa. Nilipata wazo hili nilivyohudhuria kikao cha Rotary huko Mumbai. Nilikuwa naongea na kijana mmoja ambaye baadaye nikamuona kwenye jukwaa akishukuru kwa ajili ya kupatiwa mguu bandia. Nilistaajabishwa kuona mabadiliko ambayo sikuweza kuona wakati nilipokuwa nikiongea naye kuhusiana na kupatiwa kwa mguu bandia. Jambo hili lilinipa hamasa na nilivutiwa na kunipa matumaini ya kuanzisha programu hii hapa Tanzania. Kwa ajili hii tumeanzisha eneo maalum ndani ya kiwanda chetu cha Kamali Steel ili kuweza kutengeneza miguu hii ya Jaipu kwa gharama nafuu zaidi kwa ajili ya watu waliopoteza miguu kutokana na ajali na matatizo ya kiafya. Sisi kama Kamali tunaelewa kuwa mtu akipoteza kiungo cha mwili wake kutokana na ajali au kwa sababu nyinginezo ni jambo linaloleta athari kubwa sana kwenye maisha ya muhusika na ujasiri wake kwa ujumla. Tukaona ni jukumu letu sisi kama wanajamii kuwawezesha kwa kuwapa walemavu nafasi ya kufanya kazi ili kurudisha ujasiri wao. Ninakumbuka vizuri sana Mheshimiwa Waziri alionyesha kuguswa na jambo hili tulipokuwa tukifanya majadiliano. Tunashukuru sana kwa mwongozo wako Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, tunatanguliza shukrani zetu kwa kujitokeza kwa mkurugenzi mtendaji mkuu wa kampuni ya Car and General anaitwa Bwana Vekantesh, pia Mama Elizabeth wa kampuni ya Group 10 ambayo ilimwajiri dada mmoja mlemavu na kutoa ahadi ya kuajiri watu wengine wenye ulemavu 3. Pia tulitoa msaada kwa Chuma Art Gallery ili kuwafundisha watu wenye ulemavu ubunifu wa bidhaa kutokana na chuma chakavu kutoka kwetu. Na pia tuko kwenye mchakato wa kutengeneza masijala yenye orodha ya majina na kumbukumbu mbalimbali za wanufaika. Tunatoa shukrani kwa makampuni mengine yote ambayo yanatoa misaada ya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Waziri, sisi kwenye makampuni yetu ya Kamali huwa tuna sera na tamaduni za kufanya kazi pamoja kwa akili na moyo. Akili kwa ajili ya ujasiriamali na moyo ili kupata nafasi za kuwasaidia watu wenye maisha duni katika jamii yetu. Na tangu mwanzo tumekuwa tunaendelea kufuata utamaduni huo kwenye maisha yetu. Tumekuwa tukiwalisha watoto zaidi ya 2000 kwa kipindi cha miaka 5 mpaka sasa.
kwenye shule za msingi za Chanika na Kerege. Hii inaleta motisha kwa wanafunzi na elimu zao. Pia tumeanzisha misheni ya kivuli na maisha, kurudishia kwa dunia. Tumepanda miti zaidi ya 1,000 na tunategemea kupanda miti 5,000 zaidi mwaka huu. Mheshimiwa Waziri, tungependa kupanda miti 500 hapa Dodoma, na tutashukuru kama utatusaidia utupatie eneo kwenye shule ama taasisi yoyote ili tufanikiwe kufanya zoezi hili la upandaji wa miti. Pia kwa rafiki zetu wanufaika waliopo hapa, ningependa kuambia kuwa wapo watu wengi wenye ulemavu ambao wameweza kufikia malengo yao makubwa kwenye maisha, ambao hata watu wa kawaida hawawezi hata kufikia mafanikio waliofikia. Kwa mfano, Xia Bo, raia wa Uchina, alikuwa mtu wa 5 kujaribu na kufanikiwa kufika kilele cha mlima mrefu zaidi duniani ambao ni mlima Everest, lakini yeye ni mlemavu wa mguu. Aruna Sia ni mwanamke wa kwanza mlemavu wa mguu ambaye ameweza kupanda mlima Everest mwaka 2013. Mafanikio haya yanatupa motisha na kutuambia kuwa hamna kisichowezekana kama tukiweza fikra zetu ili tufanikiwe.